الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، tunaendelea na tafsiri ya sura al-Anbiya na tulisimama katika aya 87. A'udhu billahi minash shaitani rajim. wa dhannuni idh dhahaba mughadiba فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Hivi ndivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sura ya Anbiya anatuambia kuhusu Dhannun, sahib al-hut, Yunus ibn Matta, kwamba alipokuwa kajua kosa lake, akaona hakuna ila kwa kurudi kwa Mola wake, akaita kwa dua na kuomba kwa kusema la ilaha illa anta subhanak inni kuntu min adh-dhalimin. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu min adh-dhalimin. Kajua kwamba kumtukuza Mwenyezi Mungu wa pekee na kumsifu kwa subhanak na kukiri mwenyewe kwamba min adh-dhalimin, miongoni mwa waliofanya dhulma, kudhulumu nafsi yake, kuipeleka katika njia ya peponi kwa kumuasi Mwenyezi Mungu au kwa kufanya jambo bila kungojea hukumu yake Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu anapenda, kama alivyomwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, fasbir li hukmi rabbika, subiri hukumu ya Mola wako mlezi. Kwa hivyo hii ndio uslubu aliotumia nani? Yunus ibn Matta. Nabii Adam alipofundishwa, walisema yeye na bibi Hawa, qala rabbana dhalamna anfusana. Lazima ukiri kwamba umefanya makosa, umedhulumu nafsi zenu. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Na unategemea kwamba Mwenyezi Mungu akughufirieni na kurehemuni. Rehema muhimu sana. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tutakuwa bila shaka sote wawili katika waliopata hasara kwa kupelekwa motoni. Na pia ukitizama hapo, lam taghfir lana ghufran wa tarhamna rehma. Au Musa alayhi salam katika aya 16 sura Qasas, baada ya kumua mtu alisema rabbi inni dhalamtu nafsi. Lazima ukiri kwamba wewe umedhulumu nafsi yako. Rabbi inni dhalamtu nafsi faghfir li, basi nighufirie. Dua nzuri, ombeni maneno yake matano kama ninavyosema kila mara, rabbi inni dhalamtu nafsi faghfir li, rabbi inni dhalamtu nafsi faghfir li. Kwa hivyo ukikiri kwamba umedhulumu nafsi yako na ukamwambia Mola, nataka rehema zako, nataka maghfira yako, basi istijaba inakuwepo tu kwa mitume na kwa waumini. Haya, hapa tutatoka kidogo twende kwenye ile Ayub juu, aya 83. wa Ayuba idh nada rabbahu anni massani adh-dhurru wa anta arhamur rahimin. Wewe katika wenye kurehemu, wewe mbora kuliko wote, rehema zako kubwa zaidi kuliko rehema za viumbe vyako. Anta arhamur rahimin. Na kauli hii wa anta arhamur rahimin, bila shaka ni kauli ambayo anayopenda sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na tukitizama kauli hii, mitume wangapi wametumia arhamur rahimin? Katika sura Al-Araf aya 151, baada Musa alayhi salam kurudi katika miqati aliyokuwa na Mwenyezi Mungu, akaona watu wametengeneza ndama wa dhahabu wanaabudu, akamkamata nduguye Harun kwa nywele zake na kumburura na madevu yake. Alafu baadaye hamaki zilipopungua, kapeleka dua yake kwa Mola wake, kasema qala rabbi ighfir li wa li akhi. Mola tughfirie mimi, ghufran, anaomba maghfira. Rabbi ighfir li wa li akhi, tunaomba maghfira kwangu mimi na maghfira kwa ajili ya ndugu yangu Harun. wa adkhilna fi rahmatika,
na ututie katika rehema zako. Tazama, adkhilna fi rahmatika. Halafu kisha anaomba tuwe katika rehema za Mwenyezi Mungu. Halafu akakamilisha wa anta arhamur rahimin. Ayub kasema nini? Anni masani dhurru wa anta arhamur rahimin. Musa kasema nini? Adkhilni وادخلنا sote ili tutie fi rahmatika, katika rehema zako, wa anta arhamur rahimin. Al-A'raf aya 151. Nabii Suleiman katika surati Naml aya 19 akasema nini? Kasema rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Acha nikushukuru, nipe fursa nikushukuru neema ulionipa mimi na wazee wangu wawili. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala salihan tardah. Na nipe uwezo wa kufanya mema yenye kukuridhisha. Wa adkhilna birahmatika fi ibadika salihin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa liwalidayya wa an amala salihan tardah wa adkhilni, kaomba yeye mwenyewe, wa adkhilni, na unitie mimi birahmatika, kwa rehema zako. Tazama kauli ya rehema hapa, wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin, katika kundi la waja wako wema. Sasa arhamur rahimin, kama tulivyosema, kaisema Ayub wa anta arhamur rahimin, kasema Nabii Musa rabbi ighfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin. Kasema Nabii Yaqub katika surati Yusuf aya 64, wakati wanaye waliosema la, huko mfalme kule hataki kutupa chakula kule Misri mpaka ndugu yetu aende na sisi. Binyamin akaambia ni qala hal amanukum alayhi, hivyo ni kuamini mnazimu mwenyewe, alikupeni na huyu wa pili pia mpoteze, illa kama amintukum ala akhihi min qabl, kama nilivyokuaminisheni kakupeni Yusuf kabla yake, mkenda mkasema akala udhib, ameliwa na mbwa mwitu. Lakini katoa kwa sababu ndio lazima ataka chakula apewe, na hiyo ni shurti ya yule aliyetoa amri. Hajajua kama ni Yusuf yule, lakini dua yake alosema ni fallahu khairun hafidha, nitakupeni mtoto wangu na Mwenyezi Mungu atahifadhi, mbora wa kuhifadhi. Fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Kauli arhamur rahimin hapo fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Pia naomba dua hii aya 64 kila mtu akopie kutoka kwa dua alikuwa kiomba Nabii Yaqub alayhi salam. Fallahu khairun hafidha huwa arhamur rahimin, yeye mbora kuhifadhi na yeye mwingi wa rehema. Arhamur rahimin tunazungumza kama alivyosema Yaqub aya 64 hiyo, fallahu khairun hafidha arhamur rahimin, akamtoa Binyamin haya na huyu wa pili, na huyu mpotezeni kama mlivyompoteza Yusuf, lakini Allahu khairun hafidha. Kama ilivyokuja pia katika Yusuf hiyo aya 64 na aya 92, Yusuf naye pia akasema arhamur rahimin, qala la tathriba alaykum alyawma yaghfiru Allahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Aya Yusuf 92, aya 92 surati Yusuf. Qala, baada kusikitika na kuomba msamaha kwamba kweli umeshatupata sasa, tumefanya makosa, tusamehe. Kenda kwa baba yao akasema Mwenyezi Mungu atakusamehe. Na kaja kwa Yusuf sasa kumwomba pia awasamehe. Yusuf kasema qala la tathriba alaykum alyawm, hakuna kulaumiana leo, yaghfiru Allahu lakum, Mwenyezi Mungu atakusamehe inshallah. Kwa nini? Kwa sababu wa huwa arhamur rahimin. Tazama kauli arhamur rahimin. Na wengine wanapenda kuisoma hivi, qala la tathriba alaykum alyawma yaghfiru Allahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Hakuna lawama juu yenu. Tazama atakuwa tamin, kuwapa moyo wasisikitike, wasione kama kwamba nini, asiwatoe katika ile hali ya kutahayari.
aliyekutahayari akaambia la tathriba alaikum alyawma yaghfiru Allah lakum. Leo yani kuanzia sasa leo sisi nyoyo zetu safi na nyinyi mmetaka radhi. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu arhamur rahimin taban. La tathriba alaikum alyawma yaghfiru Allah lakum wa huwa arhamur rahimin. Ingawaje ilikuwa nzito zaidi ya maana kuitia alyawma mwanzo. Qala la tathriba alaikum alyawm. Leo madha mshafanya hivyo na mshakuja mmeomba msamaha na mmejuta kwa makosa mliofanya. Kwa hivyo leo hakuna kulaumiana leo. Halafu yaghfiru Allahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Halafu ndio Ayubu tumesoma hapa. Wa Ayubu idnadha rabbahu anni massani dhur wa anta arhamur rahimin. Nimenipata mimi maradhi yamenishika na wewe arhamur rahimin. Kwa hivyo tulizama arhamur rahimin, tukitizama katika mitume wote walikuwa wakiomba dua hii. Kwa nini na sisi tuombi kwa wingi tu anta arhamur rahimin ya rab? Qala rabbi ighfir li wa li akhi وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. موسى قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. يعقوب قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. يوسف وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. هو أيوب عليه السلام. Kwa hivyo tazama namna gani arhamur rahimin inasababisha istijaba min Allah. Naam. Tuje katika aya yetu. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdir alayhi fanada fi dhulumat la ilaha illa anta subhanak inni kuntu min adh-dhalimin. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu asema fastajabna la. Kwa hivyo tukamwitikia. فاستجبنا لها بس تكميتكيا فاستجبنا له ونجيناه من الغم. لا تكموكوا كتكنا غم ذكي سيئتو وكذلك هيفيو ننجي المؤمنين. هيفيو tunaokoa waumini. Kwa hiyo muumini na wewe una fursa yako hapo. Omba kwa Mola wako upate istijaba minhu akuokoe na gham. Na unasema hii gham alhuzn alazim ni huzuni kubwa sana alladhi yaghumu alinsan, yanamfunika binadamu. Musa alipompiga yule mtu akafa alikuwa na gham, akaondoka, kaambiwa ondoka, kimbia. Nani Ayub Dhannun vipi kenda kinyume na maamrisho ya Mwenyezi Mungu, mazongi yamemjaa moyoni. Wanajainahu min al-gham, alikuwa anahitajia tauba min Allah. Fastajabna lahu wanajainahu min al-gham, tumemwokoa, tumemtoa katika dhiki. Kwa hivyo al-gham al-huzn al-azim alladhi yaghumu al-insan, yanafunika kama ilivyokuwa al-ghamama. Lakini al-ghamama lake mawingu. السحاب يغم أو يغطي الأرض ينفنيك. يغم يعني الغمام، فإن غمي عليكم فأتموا 30. mkizingwa ukawa mwezi hamuone kwa ajili ya mawingu, timizeni 30 kama alivyosema Mtume sallallahu katika hadithi ya kukamilisha 29 kwa 30 ikamjia uona mwezi. Kwa hivyo daima الغم والهم مويل هاي للكرب والحزن الشديد أو ما نبيلي الحجب كوزينغا الستر كما الغمام ليبو ارتبط مع مواقف الشديد لغم كوتوميكا كما ينبقونا موقف مقوم وشدة تعب ذيكي kwa hivyo kama alivyopata anbiya na waumini, halafu ufuatia faraj kwa kumwomba Mwenyezi Mungu akuondoshee la ilaha anta subhanak inni kuntu minadh-dhalimin
wa anta arhamur rahimin. Haya yote yanasababisha kupata istijaba. Algham na alham, moja ghain moja he. Algham dhiki walham dhiki, basi zote hizi pia zinasibu nini? Alqalb, moyo. Kwa sababu ya nini? Jambo baya usiipenda, makruh. Lakini alham mara nyingi makruh kwa mustakbal, sijui itakuwa hivi, itakuwaje, hakitu hakijatokezea, unapongojea unakomba, sijui moyo wako una dhiki, sijui nitaambiwa nini, sijui nitahukumiwa vipi, sijui vipi. Kwa ajili ya mustakbal inakuwa alham. Na algham ni dhiki inopata moyo kwa wakati wa sasa na unaendelea katika dhiki ile, tayari mshakufika, hii inakuwa gham. Walham kwa ajili ya mustakbal. Naam, alilaj zake العلاج kubwa, dawa yake dhikrullah kwa wingi, dawa yake atawakkul ala Allah, kutawakkal sana kwa Mwenyezi Mungu, dawa yake lazima moyo wako unaridhika biqadarillah wa qadaillah. Alqadar wa qada, sema alhamdulillah, alichokisema Mwenyezi Mungu, anachotaka Mwenyezi Mungu ndio hicho hicho. Alafu dawa yake pia ad-du'a al-ma'thur, dua nyingi sana zisomwe. Fastajabna lahu, tukamjibu. Wanajainahu min alghammi, na tukamwokoa kwenye dhiki. Wakadhalika nunjil mu'minin, hivyo ndivyo tunavyookoa waumini. Hii ndio aya ya 88. Baadaye inshallah darasa ijayo itakuwa kuhusu habari za Zakaria inshallah. Wabihadha naktafi, wallahu a'lam.